Jackson, mambo vipi? Jumapili nasemaje? Namshukuru Mungu, Jumapili ni njema kabisa Matias. Bwana, kule kimataifa kuna kitu inaitwa ICC. Hii ni nini? ICC ni mahakama ya kimataifa ya uhalifu, yani International Criminal Court. Hii ICC makao makuu yake ni wapi? Makao makuu yake ni The Hague kule Uholanzi. Na rasmi ilianza kufanya kazi mwaka gani? Okay, ilianzishwa mwaka 2002, lakini ni baada ya mkataba wa Roma, yani Roma Statute mwaka 1998. Tunaenda vizuri? ICC inajumuisha mataifa gani? Okay. ICC inajumuisha mataifa yale ambayo yalikubali kukubaliana na huo mkataba kwamba yatashirikiana nayo ikitokea makosa ya kihalifu kama nilivyotaja, uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya ubinadamu pamoja na mauaji ya halaiki, yani genocide. Kwa hivyo taifa kama lilikubali, basi linakuwa sehemu. Na kuna mataifa yapo kabisa, kwa mfano mataifa makubwa kama Urusi ilijitoa baada ya kushutumiwa mwaka 2016 kuvamia Crimea ya Ukraine. Mataifa kama China hayapo kwa sababu ya yenyewe hayataki kuingiliwa mambo yake ya ndani. Mataifa kama India hayapo. Na sasa hivi tumeshuhudia baadhi ya mataifa ya Afrika hivi karibuni, juzi kama wiki ngapi, wiki mbili zilizopita, yamejitoa. Mataifa ya Sahel baada ya kujitoa ECOWAS yamejitoa pia kwenye ICC, mataifa kama Niger, Mali na Burkina Faso. Mataifa makubwa yapi ambayo yapo kwenye hii ICC? Ambayo yapo? Mataifa mengine hayo kama Uingereza, Ufaransa, lakini mataifa makubwa ambayo hayapo, Marekani haipo. Israel haipo pia kwenye ICC. ICC hasa hujikita kwenye makosa ya aina gani? Ni yale makosa ya kihalifu kama nilivyosema mwanzoni. Mauaji ya halaiki. Sawa? Yani genocide. Uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya ubinadamu. Unakumbuka juzi rais wa zamani wa Kongo amehukumiwa na mahakama ya kijeshi hukumu ya kifo, si ndio? Kwa yale makosa aliyotajwa nayo Kabila Joseph, ICC ilikuwa inatoa kesi hapo. Yani kwa makosa ya aina ile ndo ICC inadili nayo. Kwa mfano hiki kinachoendelea Mashariki ya Kati au mambo yanayoendelea Ukraine ndio makosa hasa makubwa ambayo ICC inadili nayo. Na kwa nini nashindwa kuyahukumu mataifa ambayo yanaanzisha vita? Okay. Hili swali niwahi kuulizwa miaka 2-3 iliyopita. Kwa nini? Ni kwa sababu ujue kwanza ICC haina polisi wake. Yani inategemea nchi mwanachama zimsaidie kukamata wale watu. Kwa mfano ikitokea kuna kiongozi ana makosa kama hayo, haina polisi moja kwa moja ambao wanaweza wakaenda kumkamata. Lazima ishirikiane na nchi husika. Lakini pia nchi kubwa zilijiondoa kabisa. Kwa mfano nchi kama Marekani, nchi kama Israel, kwa mfano kinachoendelea Gaza huko, Netanyahu hawezi kukamatwa na ICC. Lakini sababu nyingine, mataifa makubwa hawezi kulazimishwa kujiunga na ICC. Kwa hivyo pia hawezi kuhukumiwa. Yani ICC inafanya kazi kwenye mataifa ambayo yamekubali. Ndio maana wengine wanasema meno yake hayang'ati.